lakini niwapongeze kwa kuwa na baraza lenu zuri na ajenda yenu ya budget. Katika changamoto ni vikao vya baraza, watu wamekuwa wakidharau sana, lakini kupitia mabaraza kama haya huwa tunafanya mambo mengi mazuri, na huwa ndio tunaondoka tukiwa wamoja kwamba tunaenda kutekeleza jambo moja linalotuhusu. Mmeaminiwa, fanyeni kazi na sisi tutawaunga mkono kuhakikisha kila mmoja pale alipo anatimiza malengo tarajiwa ya wapiga kura wake. Hakuna kazi ngumu kama ya kuchaguliwa. Yaani kila mtu anakuwa na matarajio na mengine ni too personal. Lakini anategemea wewe kiongozi aliyekuchagua uyafanye. Kwa hiyo mimi naomba kwa Mwenyezi Mungu muyafanye yale yote ambayo mmewaahidi wapiga kura kwamba mtaenda kuyafanya. Lakini natambua kazi kubwa mnaofanya katika mkoa wetu. Hivi juzi tu tulikuwa na siku ya elimu mkoa, wengine tulikuwepo pamoja, wale wasiofika, namba zinaonyesha kazi inaendelea. Na ikishaendelea tunakuwa hatuna maneno mengi zaidi ya kuwapongeza watendakazi, lakini kutatua changamoto zao ili waweze kufanya zaidi ya pale ambapo wanafanya. Na tuliweka agano kwamba hatutayaweza yote kwa pamoja, lakini yale mepesi tukalizane nayo, na namshukuru katibu kuona kwamba tayari kuna mkurugenzi mmoja ameshaanza kutekeleza. Nitawasisitiza na wengine tumalize wilaya zote, walimu wetu waishi kwa amani. Na kwa kweli sisi hatutaki kukaa kufanya kazi na mtu anayesononeka. Mtu anayesononeka ujue unapunguza uwezo wake wa kufanya kazi ile anayoifanya kwa zaidi ya 50%. Kwa hiyo hapa tulipo, kama watu watakuwa na furaha, tutaenda mbali sana, mbali kweli. Kwa hiyo niwahakikishieni sisi tuko kazini katika kuhakikisha kwamba zile changamoto zote tunakabiliana nazo, tutakazoziweza ndani ya mkoa kwa kushirikiana na viongozi nyie, tutazimaliza. Zile ambazo zinaenda wizarani na taifa kwa ujumla tutazifikisha kama ambavyo tumekuwa tukifanya kila wakati. Lakini hata mwaka huu, Mheshimiwa Mwenyekiti, tumepitisha bajeti ya mkoa na deni la watumishi ni kubwa zaidi ya bilioni 6, tumepunguza 2 bado 4, na ndani yake wapo walimu. Tumekubaliana sisi mkoa wa Singida kwa miaka hii miwili tuwe tumefuta, tumeandika 0. Kwa tumekubaliana kabisa tunatenga fedha na tunahakikisha kwamba tunalipa ndani ya miaka miwili, basi atakayokuja yawe madogo, sio haya ya miaka mingi nyuma. Tumekubaliana na tumeweka azimio la pamoja kuhakikisha kwamba tunalipa. Lakini kubwa nililolipokea leo naenda nalo kulifanyia kazi moja kwa moja, ambapo naliona ni jepesi na linawezekana, ni mikopo. Tuna taasisi nyingi sasa hivi zinatoa mikopo. Hebu tutafute kitu kamoja ambacho tutakablend kwa ajili ya walimu wetu na wafanyakazi wengine wa kada kama hizo, ili wawe salama. Kweli kuna baadhi ya unaoongoza wako matatizoni sasa hivi, na wengine wanatufikia, na ukimwambia kwa nini ulikopa, akikutajia matatizo yake hata wewe mwenyewe usingeweza. Kwa hiyo sisi tusichukulie tu kama ni mtu ana changamoto, tuone ni namna gani tunaenda kumsaidia kutatua changamoto ndani ya taasisi, ili angalau hata ule uvumilivu uweze kuwepo. Mafanikio katika sekta ya elimu hayawezi kupatikana kwa bahati mbaya. Ni mipango thabiti ambayo sisi sote kwa pamoja, na hasa sisi wadau wa elimu, tunapaswa kuisimamia. Walimu ni kundi kubwa, walimu ni jeshi kubwa. Jeshi hili likipuuzwa, inawezekana tukalisambaratisha taifa. Lakini kupitia uongozi wako sisi tumekuwa na mshikamano thabiti na wa dhati kati ya viongozi wa serikali na walimu, na hasa sisi wawakilishi wao. Wewe umekuwa nguzo imara unayotuonyesha kuwa uongozi bora ni ule unaojengwa kwa ushirikiano, kusikilizana na kutenda kwa haki. Sisi tumechagua kukaa meza na uongozi wa serikali katika kukaa na kujadili changamoto zinazowakabili walimu wetu mahala pa kazi. Changamoto zile tunapokaa hawatatui waajiri tu, bali mpaka na sisi viongozi tunazitafutia ufumbuzi, ili walimu wetu wakae kwenye maeneo ya kazi, wakifanya kazi, wakiwa wanasubiri haki zao zile waweze kulipwa. Hayo ndio majukumu yetu sisi kama viongozi wa chama tuliochagua tufanye. Lakini kumbe wenzetu wanataka watuingize kwenye mtego wa kule tulikotoka.
Kwa niaba ya viongozi wenzangu, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, na kupitia kikao hiki sisi tunakuhakikishia hatuwezi kwenda kwenye huo mtego, kwamba leo tunakwenda kwa mwajiri, tunaandamana, tunataka hiki, tunaenda kule, tunatengeneza mabango yasiyokuwa na maana. Tulishatoka. Zama tulizonazo ni za kukaa mezani na mwajiri, tunajadili na mwajiri, tunatatua changamoto zetu kwa pamoja na kwa umoja wetu. Hivyo Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi tutabaki kuwa viongozi waadilifu na watiifu kwa taifa letu na nchi yetu, maana hatuna nchi nyingine zaidi ya mama yetu Tanzania.